Yes, bana, mambo yanazidi kupamba moto ndani ya klabu ya Yanga wakati mashabiki wakisubiri kwa hamu kujua nani atakuwa nahodha mpya wa benchi la ufundi. Taarifa ni kwamba taarifa za uhakika zinaeleza kuwa jina moja limeibuka na kuanza kutikisa mezani. Ni nani huyo? Ni jina gani huyo? Ni kocha mwenye historia kubwa barani Afrika aliyewahi kutwaa ubingwa wa CAF Champions League. Je, safari hii Yanga wamepata mtu sahihi wa kuirejesha timu kileleni mwa Afrika? Karibu tuanze na taarifa kamili. Jina la Herdin Madoui, kocha mwenye umri wa miaka 49 kutoka Algeria, sasa linaongoza katika orodha ya makocha wanaowania kupewa jukumu la kuinoa Young Africans kuelekea msimu mpya wa mashindano. Madoui si jina geni kwenye soka la Afrika. Kocha huyo aliandika historia kubwa mwaka 2014 alipoiwezesha AS Setif ya Algeria kutoa ubingwa wa CAF Champions League. Mafanikio yalimfanya kuwa miongoni mwa makocha bora kabisa wanaoheshimika zaidi katika bara hili. Kwa mujibu wa taarifa, yani hizo hapo ni za ndani zinazovuja kutoka ndani ya mchakato wa maboresho wa benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africans, viongozi wa klabu hiyo wamekuwa wakifanya tathmini ya kina ili kupata kocha mwenye uwezo wa kuipeleka timu katika hatua nyingine ya maendeleo, hasa kwenye michuano ya kimataifa. Katika tathmini hiyo, Madoui ameonekana kuwa miongoni mwa majina yenye nguvu zaidi kutokana na uzoefu wake mkubwa, uwezo wa kusimamia timu zenye pressure ya matokeo, pamoja na historia yake ya mafanikio katika mashindano makubwa ya Afrika. Kinachofanya habari hii kuvutia zaidi ni kwamba si mara ya kwanza kwa kocha huyo kuhusishwa na Yanga. Mwaka 2024 Madoui alikuwa karibu sana kujiunga na wananchi Young Africans, vigogo hawa kutokea Kariakoo jijini Dar es Salaam. Taarifa za wakati huo zilieleza kuwa mazungumzo yalikuwa yamefikia hatua nzuri sana na dili inaonekana kumalizika. Kwa hiyo mambo ni mwete, mambo ni mazuri kwa Young Africans. Hata hivyo, katika hatua za mwisho mambo yalibadilika ghafla na makubaliano yakashindikana kufikiwa. Hali hiyo ilisababisha Yanga kuelekea kwenye chaguo jingine, huku Madoui akiendelea na majukumu yake nje ya Tanzania. Lakini sasa mambo yanaonekana kurejea mpya, mambo yanaonekana kueuka. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa viongozi wa Young Africans wamefufua mazungumzo na safari hii wanaonekana kuwa na dhamira kubwa zaidi ya kuhakikisha kocha huyo anatua Jangwani, anatua Kariakoo. Young Africans wameamua iwapo dili hili litakamilika, Herdin Madoui atakabidhiwa jukumu kubwa la kuhakikisha yupo mikono salama ya Young Africans, yuko mikono salama kwa Engineer Hersi Said, yuko mikono salama kwa mwenye timu GSM, na inaendelea kutawala soka la Tanzania huku ikifanya vizuri zaidi katika michuano ya CAF, eneo ambalo mashabiki wengi wamekuwa wakitamani kuona mafanikio makubwa zaidi. Na mafanikio hayo pia, hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na klabu ya Yanga kuhusu kukamilika kwa mazungumzo hayo. Kinachoendelea ni mchakato wa majadiliano ambao unaweza kuzaa matunda muda wote kuanzia sasa. Herdin Madoui atatambulishwa kuwa ni balaa jipya mjini, ni kijani na njano. Swali kubwa linabaki kuwa mashabiki wa wananchi ni hili: je, safari hii ya Herdin Madoui atafanikiwa kutua Yanga baada ya dili la mwaka 2024 kuyeyuka dakika za mwisho, au kuna jina jingine ambalo litashtukiza na kuchukua nafasi hiyo? Maoni yako ni muhimu sana. Je, unaamini Herdin Madoui ndiye kocha sahihi wa kuiongoza Young Africans kuelekea mafanikio makubwa Afrika? Tuandikie maoni yako hapo chini. Usisahau kulike video, kusubscribe kwenye channel yetu na kuwasha kengele ya notification ili usipitwe na habari zote za moto za usajili wa Yanga, Simba na soka la Afrika kwa ujumla. Mimi naitwa Michael, wengine wanapenda kuniita mtaalamu wa pasi za mwisho, wengine wanapenda kuniita profesa wa breaking news. Tutaonana kwenye video inayofuata. Niseme kwaheri.